Jinsi ya kutumia hati ya vigunduzi vya monoksidi ya kaboni. Video hii itaelezea jinsi ya kukaa salama kutokana na monoksidi ya kaboni kwa kutumia vigundi vya monoksidi ya kaboni. Kwanza, tutaelezea vigunduzi vya monoksidi ya kaboni ni nini na kwa nini ni muhimu. Monoksidi ya kaboni ni gesi hatari ambayo huwezi kuiona, kunusa au kuonja. Monoksidi ya kaboni hutengenezwa wakati vitu kama magari, majiko au hata kuchoma mafuta, lakini havichomi kabisa. Monoksidi ya kaboni haitadhuru vitu vyako, inadhuru viumbe hai tu. Ni muhimu kujua ikiwa iko nyumbani kwako kwa sababu inaweza kukufanya uwe mgonjwa sana au hata kufa. Kigunduzi cha monoksidi ya kaboni ni kifaa kidogo kinachokuonya ikiwa kuna gesi ya monoksidi ya kaboni hewani. Kama vile kigunduzi cha moshi, mwenye nyumba wako ana jukumu la kutoa kigunduzi cha monoksidi ya kaboni kinachofanya kazi mahali unapoishi. Unaweza kugundua kuwa kigunduzi chako cha monoksidi ya kaboni ni tofauti na kigunduzi cha moshi kinaposema monoksidi ya kaboni au CO kwa Kiingereza. Pia tunaita monoksidi ya kaboni CO. Kigunduzi hutoa sauti kubwa ya kengele ikiwa kitapata CO nyingi kupita kiasi ili uweze kuondoka katika eneo hilo la kukaa salama. Kisha tutaelezea cha kufanya ikiwa kigunduzi chako kitalia. Kwanza, elewa kwamba ikiwa kigunduzi chako cha monoksidi ya kaboni kinahisi kuwa CO iko hewani, kifaa chako kitatoa mlio mkubwa kama kigunduzi cha moshi. Vigunduzi vya CO vitatoa mlio minne mikubwa ikifuatiwa na kusimama kisha kurudia. Utajua tofauti na kengele ya moshi kwa sababu kengele ya moshi itatoa milio mitatu mikubwa ikifuatiwa na kusimama kisha kurudia. Ikiwa kifaa kinatoa mlio mmoja tu kila baada ya dakika chache, basi hii inaashiria betri kuwa chini na una haja ya kutoka. Kisha chukua hatua zifuatazo. Kusanya wanafamilia wote na wanyama kipenzi na uondoke nyumbani. Usisimame kukusanya vitu vya kibinafsi. Nenda nje kwenye hewa safi mara moja, kisha piga 911 wakati unafika mahali salama nje ya nyumba au nyumbani kwa jirani. Unapopiga simu 911, unaweza kuomba mkalimani kwa kusema huna Kiingereza ikiwa unahitaji moja. Usirudi ndani ya nyumba. Subiri wahudumu wa kwanza wafike. Wataamua ni lini ni salama kurudi nyumbani au kukuelekeza kwenye hatua zinazofuata. Ripoti dalili zozote kwa 911 na wahudumu wa kwanza. Maumivu ya kichwa, kichefuchefu, kizunguzungu na kuchanganyikiwa. Hapa kuna vidokezo vya kuwekwa kigunduzi chako cha monoksidi kaboni katika mpangilio mzuri. Jaribu kifaa chako mara moja kwa mwezi. Utafanya hivi kwa kubonyeza kitufe kinachosema jaribu. Unabonyeza kitufe, kifaa kitatoa sauti kubwa sana kana kwamba kinagundua monoksidi kaboni. Hii inaonyesha kwamba kinafanya kazi. Badilisha betri mara moja kwa mwaka au wakati wowote inapolia
kuashiria betri kuwa chini. Chochote kinachokuja kwanza. Tafadhali kumbuka kwamba baadhi ya modeli hazikuruhusu kubadilisha betri. Kwa aina hizo, lazima ubadilishe modeli nzima inapoisha muda wake. Modeli inapaswa kuwa na tarehe yake ya mwisho wa matumizi iliyoorodheshwa kwenye kifaa. Kwa kawaida, mwenye nyumba ana jukumu la kutoa kigunduzi cha monoksidi kaboni kinachofanya kazi mwanzoni mwa makazi ya mpangaji, lakini mpangaji ana jukumu la kubadilisha betri ama kumjulisha mwenye nyumba ikiwa kifaa kitaharibika. Hata hivyo, angalia mkataba wako wa kukodisha ili kuhakikisha kuwa hiyo ndiyo hali yako na nyumba yako. Tunatumai video hii itakusaidia kupata taarifa ili uweze kukaa salama kutokana na monoksidi kaboni.